Wana wa Afrika, Chionda kama ilivyo, nimerudi tena kwenu, na ninarudi na naendelea kurudi. Ukuu wa Mwafrika na ukombozi wa fikra. Ukuu wa Mwafrika na ukombozi wa fikra. Mwafrika ukuu wake haukuanza leo wala jana, na una mwanzo wala mwisho. Huwezi kutafuta Mwafrika ameanzia wapi au mtu mweusi asili yake ni nini. Sisi hatuna mwanzo wala mwisho. Sisi ni alfa na omega. Sisi wa Afrika ndio tuliogundua vitu vyote. Leo nataka niwape historia ya mtu mmoja anaitwa Mansa Abubakar Musa, lakini tunaanzia kwa Abubakar Keita ambaye ndio kaka wa Mansa Abubakar Musa. Huyu bwana alitawala Mali. Alipotawala Mali akaona Mali iko sawa, ila upande wa pili wa bahari Atlantic kuna nini? Yeye akaamua kutengeneza meli 2000 na watu zaidi ya 5000. Akaingia kwenye meli, lakini nyuma kuna utawala akaamua kumwachia huyu anajulikana tajiri namba 1 kwa sasa ulimwenguni, anaitwa Mansa Abubakar Musa. Yeye ni mtawala aliyotawala nchi iliyokuwa inaitwa zamani hiyo Timbuktu, sasa hivi inaitwa Mali. Taifa la Mali lina historia kubwa. Kwanza, wao ni watu wenye elimu, walikuwa na elimu toka mwanzo. Utawala wa Mali kuna utawala wa Songhai, ukitoka huku na kwenda kuangalia utawala wa Dahomey, ukisogea mbele unakutana na utawala wa Benini. Hii ni Afrika ambayo ustaarabu wake ni mkuu sana katika kona zote 4 za ulimwengu. Kwa hiyo baada ya kuachiwa Mansa Musa madaraka, na uchumi wa Mali ulikuwa unategemea zaidi dhahabu na kilimo, na ndio nchi ya kwanza kutengeneza mifumo ya elimu iliyosimama. Katafute chuo kinaitwa Sankore University. Sankore University ni chuo cha kwanza Afrika, chuo cha kwanza cha elimu ya juu kabla ya Oxford England. Waingereza wajue elimu, kwa sababu hiyo elimu yenyewe Waingereza tunawapelekea sisi. Wao wazungu mnawasifia mababa zenu, maana Mwafrika bila mzungu anasema hawezi kufanya kitu. Labda atapumzi nafikiri wanapata kwa sababu hata Mungu wao ni mzungu, blonde hair, brown eyes, lakini si kweli. Kwa hiyo kaka yake na Mansa Abubakar Musa akaenda kufanya voyage, matembezi, ugunduzi katika bahari ya Atlantic, akaenda Amerika Kaskazini, akapotea. Madaraka akamwachia nani? Akamwachia ndugu yake. Sio kupotea kwamba amekufa au amepotea njia, kwamba hajarudi. Madaraka akamwachia kijana wake au mdogo wake, sio mwanawe, ila ni mdogo wake. Alipomwachia mdogo wake yule madaraka pale, mdogo wake alifanya maendeleo makubwa ambayo dunia haijawahi kuyashuhudia. Jambo kubwa alilofanya kabisa ambayo ni ustaarabu, mshangao kwa dunia nzima, na wazungu wakashtuka mapangoni, ni pale alipokuwa na safari, amepanga safari ya kuelekea Maka kufanya hija. Waislamu wanakwenda kuhiji kwa sababu anahiji Maka. Maana Mansa Musa alikuwa mtu tajiri, alikosa elimu ya kujua kwamba Maka sio patakatifu. Hilo ndio kosa la Mansa Musa alifanya, lakini yeye mwenyewe alikuwa mtakatifu. Ila njia alizopita Mansa Musa alifanya Misri ianguke kiuchumi miaka 100, kwa sababu alikuwa anagawa dhahabu bure. Anakuta watu kama mnakwenda kama nyinyi watu wa Dar es Salaam pale Manzese, watu wanalia njaa, Chalinze watu wanalia njaa, yeye anasimamisha farasi wake, maana alikuwa na farasi 500, wote wamebeba kilo 5 za dhahabu. Kila farasi mmoja amebeba kilo 5 za dhahabu. Askari watembea kwa miguu zaidi ya 2000. Alikuwa na msafara wa zaidi ya watu 30,000 akielekea katika pilgrimage au hija kule Maka. Mansa Musa akaikonka Europe, akaikonka Misri. Misri ikawa imetekwa na pesa za dhahabu za bwana nani, za Mansa Musa. Kwa hiyo watu walikuwa hawana shida katika ulimwengu ule wa Misri. Kwa hiyo uchumi wa Misri, unajua pesa, kila mmoja akiwa na pesa, serikali inafilisika. Ndio maana ilipangwa kwamba wengine wawe maskini, wengine wawe matajiri, ili maskini afanyishwe kazi, ili
maskini afanyishwe kazi ili serikali iwe na pesa. Ndio maana unasikia treasure, dhahabu zinakaa kwenye serikali, pesa wanamiliki serikali. Dola maana yake madaraka, madaraka maana yake pesa. Huwezi kuwa na madaraka kuwa na pesa. Kwa hiyo Mansa Musa alikonka ulimwengu, na hadi leo hii dunia inamkumbuka kwamba ndio wealthiest man ever, tajiri kuliko wote hadi hivi sasa katika modern world. Yeye ndio tajiri namba moja hadi leo. Ila wanasema kuna mithi, wanasema tajiri namba moja ni Suleimani ibn Daudi. Mimi habari ya Suleimani siamini, kwa sababu hatujaona, kwa sababu mambo ya kuamini hatuyataki. Mansa Musa ndio tajiri namba moja duniani, dhahabu zake zimethrive duniani kote. Kwa hiyo wa Afrika sisi ni mabilionea ambao tumepindukia, na inasemekana Mansa Musa kutokana na safari yake hii ya kuelekea Maka ndio iliyowafanya wazungu wajiulize utajiri huu anatoa wapi. Wakamtuma mashushushu, wakajua kumbe wana dhahabu nyingi. Mansa Musa alikutana na milima ya dhahabu, sio vichuguu, wanakwenda kuchota. Hadi leo Afrika dhahabu ni ya kuchota, ila sema viongozi wa Afrika kwa maagizo ya wazungu wamemiliki dhahabu mikononi mwao. Dhahabu inafanya kazi nyingi. Kuna hadithi wanasema Waafrika walikuwa madhahabu wanabadilishana kwa gololi na wazungu. Hivi nyinyi mnatuona sisi wa Afrika wewe? Kwa sababu machimbo ya kwanza wa Afrika ya dhahabu yalifanyika huko Swaziland miaka 43,000. Machimbo ya dhahabu yalipatikana Swaziland, kwamba watu wa Afrika sisi ndio watu wa kwanza kuchimba dhahabu. Wakati huo wazungu wanakula low meat, hawajengi nyumba zenye madirisha, wao wengine bado wanaishi mapangoni. Mzungu hajui kupiga mswaki wala kuoga. Sisi Afrika tulikuwa tumeadvance. Wazungu walichoshindwa kuiba ni kubeba piramidi pamoja na Sphinx, kuzibeba mgongoni kuzipeleka kwa Ulaya. Wana wa Afrika, amkeni. Hapa mimi sipiganii vita ya kuwa tajiri, kuwa milionea, kutaka sifa. Napigania nyinyi akili zenu na watoto wenu wanaofundishwa elimu kule za kuhesabu miguu ya panzi na elimu za kuhesabu kujua mji mkuu wa Marekani unaitwaje. Hii haitotusaidia wa Afrika. Natakiwa tulale kwenye teknolojia, na teknolojia hii sio ya kwao, teknolojia hii ni ya kwetu. Nenda Amboni, Tanga, utaona teknolojia ziko Afrika kabla wazungu hawajapata akili, kwa sababu historia inasema wa Afrika wako duniani zaidi ya mabilioni ya miaka. Baada ya miaka 500 nyuma kulikuwa hakuna mtu anaitwa mzungu. Uzungu umeanza karne ya 16. Hapa ndio uzungu ulipoanza duniani. White men, wazungu. Na wazungu ni neno la kwetu sisi wa Afrika, tuliwaita kwa sababu ya ujanja wao. Yani wa negotiate kitu kikakamilika, wanakuwa wanakuzunguka. Ndio maana wakaitwa wazungu. Babu zetu wakawaita wazungu. Wenyewe wanaita mzungu, hawajui hata kutamka jina la mzungu, wanachanganya herufi. Lakini Mansa Musa ndio tajiri top hadi leo katika ulimwengu huu unaoishi wa 2025. Naongea 2025 hii, tajiri namba moja duniani ni marehemu Mansa Musa. Wazungu hawajawahi kumfikia. Jeff Bezos, Elon Musk hawezi kumfikia. Kina Oppenheimer, majambazi wanaoishi South Africa. Kina Gupta family, familia ya Kihindi inawatawala wa South Africa. Afrika Kusini ndio eneo la kwanza duniani kuwa na kalenda. Sisi ndio watu wa kwanza kutengeneza kalenda, kujua mwezi, mwaka unakwendaje. Season 3, kipindi cha kilimo, kipindi cha mapumziko, kipindi cha baridi. Sisi hapa watu weusi, the black man, the great one, sisi ndio wakuu kuliko yote. Wasiwadanganye kwamba wa Afrika ni primitive. Sisi sio primitive, sisi sio savage. We are great men. No one can compare to us. We are great men. This is our message to you.